watendaji na watumishi pale bandarini wanaendelea kuwatoza kodi wananchi wa eneo hilo. Ni ipi kauli ya serikali kukomesha na kuondoa usumbufu huo ambao tayari wananchi wanapitia? Asante. Asante sana Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Anahitaji kauli ya serikali, lakini nataka nimfahamishe kitu kimoja. Wakati mwingine tunakuwa na malalamiko ambayo kimsingi ni malalamiko ambayo yamo katika utaratibu wa kisheria. Kwa mfano, wakati mwingine tunadai kwamba tunatozwa kodi mara mbili. Kwa mfano, umetoa kodi lese gari Zanzibar, umeshusha Zanzibar, umetozwa kodi. Kwa mujibu wa utaratibu, hii inaitwa import fees. Hii ni 55% ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Gari ile unapoipeleka bara, kama hapa umetozwa 55%, maana yake ukifika kule unatozwa zile asilimia zilizobakia zinakamilishwa 45%. Hii ndio tunajidai kwamba tunatozwa kodi mara mbili, lakini huu ni utaratibu wa kisheria. Sasa kauli ya serikali katika namna kama hii, taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria ziondolewe kwa mujibu wa taratibu za kisheria, si vinginevyo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa, lakini hili swali alilouliza mwakilishi wa Chaani Juma Usonge kwenye gari linaweza likakubalika, lakini sasa kwenye items ndogo ndogo ambazo wanyonge walio wengi, mtu kanunua TV yake, ana nyumba huku ameoa na kule upande wa pili wa Jamhuri, anaisafirisha TV, inachukuliwa inatozwa tena kodi. Vitu vidogo vidogo vile ambavyo wananchi wanachukua wakasimamishwa vikaomba kodi. Nafikiri msingi hasa ulikuwa kwenye swali lake la nyongeza, ulikuwa hapo, lakini kwenye gari tunafahamu. Asante Mheshimiwa Waziri, sijui kama kuna yote anaweza Mheshimiwa. Na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Vipaza vyetu sauti leo naona upande wa mawaziri. Mheshimiwa, unaweza kaja hata hapa akupisha yeye kidogo, alafu hapa uje hata hapo. Njoo kwenye podium, manake kwenda nyuma kule kwenye kipaza sauti itakuwa haiko sawa. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini mshukuru sana Mheshimiwa Juma Usonge, mwakilishi wa jimbo la Chaani, kwa suala lake zuri. Mheshimiwa Spika, ni kweli suala hili limekuwa likijitokeza mara nyingi, na serikali kupitia vikao vyetu vya kero za Muungano tumeshalizungumza mara nyingi sana. Kimsingi tumekubaliana serikali zote mbili kwa kesi ya hivyo vitu anavyovizungumzia Mheshimiwa mwakilishi. Kwa mfano, mtu amebeba kitu chake kidogo cha matumizi, hichi kitu hakipaswi kutozwa kodi. Na kama kuna watendaji wanaendelea na jambo hilo, mamlaka zinazohusika zinapaswa zichukue hatua haraka iwezekanavyo. Na tunalifanya hili Mheshimiwa Spika ili kuondosha malalamiko yasiyokuwa na lazima, na haya ni matakwa ya kisheria ya serikali zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini wakati huo Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kueleza jamii, yako maeneo ambayo yanatumika vibaya. Mheshimiwa Naibu Waziri ameanza kueleza vizuri hapa. Inatokea kwa mfano, mtu analeta gari hapa Zanzibar kwa matumizi hapa Zanzibar, lakini baadaye gari hile anataka aipeleke Tanzania bara.
Kwa hiyo kinachotakiwa ni kulipa ile difference ya kodi baina ya hapa na ile Tanzania bara ili uweze kutumia kule Tanzania bara. Sasa hii wananchi baadhi, nadhani kwa kutokuelewa, wanaitumia kama fursa ya kueleza kwamba hii ni kero ya muungano. Hii sio kero ya muungano. Hii ni mtu ambaye ameshindwa kufuata utaratibu wa kisheria uliopo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kulieleza baraza lako tukufu, lakini na kuomba sana wananchi tujaribu sana kufuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa. Lakini waombe sana waheshimiwa wawakilishi wa baraza lako tukufu, hizi kero ambazo tunaletewa na wananchi tuziangalie kwa umakini. Najua sisi ni wanasiasa, saa nyingine unataka uwaridhishe watu lakini unakwenda kinyume na sheria. Hili jambo sio sahihi hata kidogo. Serikali ina huruma sana na wananchi wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi anawapenda sana wananchi wake. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana wananchi wake. Na ndio maana kuna kamati maalum ambayo inakaa ya kuzizungumza hizi ambazo zile kero za muungano. Lakini tutafautishe baina ya kero za muungano, lakini pia na vile vitu ambavyo tunajitengenezea wenyewe. Wako watu na wengine wafanya biashara wanataka kutumia fursa hiyo kutokulipa kodi kwa msingi tu kwamba jambo hili lilipita Zanzibar, sasa hata kulipeleka kule bara. Ziko kesi nyingi, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo naomba sana tufuate huo utaratibu ili tuepuke mazingira ambayo hayana msingi ya kujitokeza. Wenzetu wa TRA, wenzetu wa ZRA wanafanya kazi kwa karibu sana, na mamlaka hizi zinashirikiana vizuri tu. Ukiangalia sheria ya TRA, lakini ukiangalia sheria ya ZRA, ukisoma vizuri, ukielewa, sasa unaona hakuna sababu ya kuwa na msuguano wa hili jambo. Kila jambo liko very clear.